Kwa majina ni Kihoria James, mimi ni mfawidhi masuala ya ucheshi na sherehe na mshereheshaji. Katika swala ambalo tumeweza kuguzia ni kwamba rais ameenda kule pande za Mlima Kenya, na kusema kweli hakuna impact yoyote ambayo imefanyika huko. Tumeweza kusikia kuna watu walikuwa kama kulazimishwa kwenda, na niseme kwamba haitaleta mabadiliko yoyote katika siasa ya sasa hivi, kwa sababu mambo ambayo yamekuwa yakitendeka, hasa tukizingatia kwamba walipomng'atua naibu wake, hayo masuala yameleta tumbo joto katika eneo la kati, na kutembea kwake tumeona kwamba anaenda kurejelea kuzindua miradi ambayo ilikuwa imezinduliwa. Hiyo ni sana, kwa kifupi nikisema pesa zinatumika kufanya mambo ambayo yalikuwa yamefanyika. Kwa hivyo kusema kweli hakuna jambo ambalo anaenda kubadilisha, na wengi wenye wako kule kiwasiliana nao wanasema hata wajaona tofauti ya yeye kuja na kutoenda. Kwa hivyo kwa masuala yao kutembea kwake, nafikiri haikuwa wakati mwafaka wa kuweza kutembea, kwa sababu bado kuna hayo makasiriko ya William Ringatua naibu wake, na pia katika hali ya maisha vile iko. Maisha yamekuwa ghali sana, na inatatisha hata wakazi wa mlima. Nakumbuka wale ni wana biashara, wakulima, na ushuru ambao umekuwa juu kwa mambo mengi imekuwa ni ya kuwagandamiza, kuanzia mambo ya hata mbolea, mbegu na mambo kama hayo. Labda pengine utueleze, kuna hili jambo ambalo kwamba rais akihojiwa alizungumzia na akasema kwamba alikuwa ameitishwa shilingi bilioni 10 na Gachagua, ili labda pengine ampe nafasi kuwa rais kwa mhula upi. Ni swala ambalo huwezi jua, kwa sababu hao watu walikuwa hawa wawili wakifanya hiyo mikakati, na pengine hakukuwa maandishi ya kusema utanipa ama hautanipa. Na sasa mambo kama haya yanatokea kwa sababu tunaanza kuyasikia, kwa sababu tayari kumekuwa makasiriko baada ya kukosana kwao, ndio mambo yanajulikana. Na ndio mara mingi unakuta hakuna siri ya watu wawili, pengine mmoja afe, lakini kama yule mwingine yuko, mambo mengi yatatoka. Labda pengine uzungumzie uhusiano wa jamii ya Mount Kenya na jamii zingine za Kenya. Kusema kweli, bila kuweka ukabila ama kumekuwa na utengamano. Kuna watu wanaendelea kufanya biashara pamoja, wamekaanisha pamoja. Hakujatokea hata jambo ama swala moja kuonyesha kuna mambo machafuko ama mambo kama hayo. Kwa hivyo watu bado kuna umoja, ni hapa tu juu ndio katika mambo ya masuala ya rais anavyofanya mambo ndio pana utata, lakini mengine yanaendelea kawaida. Sijasikia hata eneo fulani wakiwa na utata ama kusema kuanza kupiga jamii nyingine, hapana. Tumeona amani ikiendelea humu nchini, na tunashukuru watu wamekomaa sasa kisiasa, wamekomaa hata kimaisha, na wamejua muhimu ya kukaa kwa pamoja, kwa sababu mara mingi utakuta watu wakipigana ama watu wakikosana, kuna wale ambao wanakuwa waathiriwa na mambo kama hayo. Sisi tungeendelea tu kuhimiza yule ambaye amekosea, kama ni rais amekosea kwa ahadi ambazo amekuwa akiwekea watu, si wananchi waendelee kujitafutia unga yao, na yote itakuwa ni sawa. Labda pengine unaweza ukagusia kwa muhtasari kuhusiana na mambo ya broad based government, vile ambavyo ODM waliingia kusaidiana ama kufanya kazi pamoja na kuhusiana mambo ya broad based government. Ni kumaanisha kwanza, mwanzo tumeweza kuona kwamba kuna watu wameongozwa na tumbo zao, kwa sababu hata kuna maswala yanaulizwa kama Gachagua alivyotolewa na kusema kwamba alikuwa lipwe, Raila naye alipewa ngapi ili aweze kusupport mheshimiwa rais. Kumaanisha hakutakuwa mambo ya mabadiliko sana, hasa kwa upande wa maendeleo. Ile tu ni ile ameweza kuleta jamii ya tuseme kama ni Raila, mheshimiwa Raila amekuja ni kama amekuja na jamii yake. Kumaanisha sasa jamii yake ndio imeweza kuingia kwa serikali, na huo umekuwa ni mtindo kwa kila serikali. Yeye huwa bado anakuja na mambo ya nusu mkate na mambo kama hayo. Labda pengine uzungumzie katika hilo kuingia kwa serikali, yeah, na ni mazoea yake. Yes. Inafaidi vipi jamii yake?
Kusema kweli sasa tumeanza kuona jamii yake kama wengine wamewekwa kwa nyadhifa mbalimbali ambazo ni za kama za fedha, kumaanisha sasa hata miradi sasa ni kidogo tu tutaanza kuona miradi imeanza kuelekea upande wa Nyanza, na yote ni sawa kwa sababu sasa lazima kila mtu avute mwamba upande wake. Ndio hiyo. Mwisho kabisa, labda pengine ukizungumzia swala la Mlima Kenya, je, huenda ikawa labda ni ule kwa ule msemo wa Kikwambo unasema murimu wa gushoka niguoria gamundu? Kwa mara nyingine utakuta hiyo ni msemo mzuri ya Kikuyu na huwa inazingatiwa kwa sababu utaangalia unapofanya kitu na unarejelea hilo jambo tena, ile ndio inakuwa ni makosa. Tusema kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Rais angelikuwa katika hali yake angekubali kuongoza bila kumuingiza katika serikali. Kumaanisha ataingia vile tunasema, vile Waswahili husema, ameingiza kichwa, sasa mwili mzima pia itaingia. Ndio hiyo. Mwisho. Asante. Asante. Na nafasi nzuri. Enyewe vile mimi kwa majina ni James Nyamweya. Rais kabla hajaenda Mlima Kenya alisema mama mboga Gurubaro ndio hii nimeweka hapa nyuma. Gurubaro ndio hii. Najaribu kutembea na hii Gurubaro. Nimechoka. Hii Gurubaro najaribu kutembea nayo kufanya biashara hakuna. Tungeomba rais hata kama akiwa pale Mlima Kenya, maendeleo tunataka ni maindustry sifufuliwe. Kama hapa Nakuru asikuja aseme barabara tuko na industry 150 kuanzia Sirio, Milling Corporation, KCC, Paretram na Eveready na zingine mingi, sote zimerara. Kama zimerara, vijana wetu wataandikwa wapi? Kama sisi watu wa Gurubaro hapa tunajaribu kusunguka ati tuinue, hakuna mtu atainua jamii. Kama ako na uwezo ya kuinua jamii mambo ya microfinance, asapoti mama mboga, asapoti mimi kama wa Gurubaro, tukiinuka tutasema tunaona maendeleo. Lakini sisi tunaona shida ni ile ya kawaida, hakuna maendeleo yoyote. Labda pengine ukizungumzia hilo jambo la microfinance, kuna ule mradi ambao kwamba alipoingia kwenye uongozi alizindua ile Hustler Fund. Sijui kama labda pengine umepatana nayo na kusaidia vipi? Hustler Fund alileta shilingi 500. Hata kulipa nayo inatushinda kulipa juu hatuna njia ya kukura, njia ya kupata mapato. Lazima upate pesa ambayo inakuinua ndio upate pesa ya kulipa. Sasa hiyo 500 hatatuoni kama ilitusaidia. Pato changamoto ndio hizo tuko nazo, hata kuinua kusomesha watoto yetu ni shida. Ukikuja mambo ya kuinua wale watoto ambao jamii maskini, wale watoto wamekuwa orphans, watoto wazazi wote wamekufa. Hata kupata watoto wasaidiwe ni ngumu. Unapata wale ambao wanajiweza tena watoto yao, jamii zao ndio tena wanasaidiwa. Sijui kama mimi ndio ninaona vibaya. Hata juzi nilikuwa Kisii, niko na orphans wako hapo, wazazi wamekufa, watoto wamesoma, na hata mimi pia ni orphan tu. Nilipoteza mzazi mmoja akapaki, na niko na watoto wanasoma. Sina njia ya kuwafundisha. Labda pengine uzungumzie kuna tetesi kwamba atakaye kuwa akingangania ama akigombea kiti cha urais mwaka 2027 ni Matiang'i. Sijui hilo utalizungumzia vipi? Mimi naomba Matiang'i akikuja asaidie Wakenya wote. Aseme yeye amechaguliwa na Wakisii ama kabila fulani. Yeye akikuja angalie mambo ya industry. Asituambie mambo ya barabara, mambo ya maji. Kama hapa Nakuru tuko na maji kila mahali. Ile kitu tunataka ni yule mtu ambaye ako na utu na wananchi. Wakati akiwa na utu na wananchi, asiwe na tamaa. Ukiwa na tamaa, hautasaidia wananchi. Tunataka yule mtu ambaye anaangalia wananchi, hata kama shida ya SHA. Watu wanaenda hawatibiwe. NHIF ingekuwa ni uwezo wetu kama wananchi. NHIF ingekuwa irudi vile ilikuwa na isaidie wananchi. Chukubadilisha na ile pesa ambayo ilikuwa kwa NHIF ienda kwa SHA, itafanya nini pale? Iko manyumba ambayo NHIF imenunua na tulichangia wakati tulikuwa tunafanya vibarua kwa industry. Hizo nyumba siko. Sinaenda wapi? Sinaenda kwa SHA ama tena sinaingia kwa watu wengine wanakula kama Paretram. Kwa hivyo sisi tunataka yule mtu ambayo anaangalia Kenya inaendelea wapi, operation ya Kenya imeenda juu, ni nini Wakenya watayapata na ni nini ambayo itainua Wakenya wagirow. Tusirudi 1992
Kenya iende mbele. Tunataka Kenya iende mbele, kama ni mambo ya ukulima iangaliwe sawa sawa, na kama ni mambo ya biashara pia iangaliwe sawa sawa, kama ni mambo ya kuinua jamii, mtu kama mimi, mtu wa chini, mtu wa gurufaro, niinuliwe njia ambayo inafaa. Kama sina mafundisho, nipewe mafundisho ambayo jinsi ambayo ya kuinua biashara yangu. Hiyo nao nitasema rais ambaye akifanya hivyo atatusaidia. Lakini kabla kama tunatembea tu vile tunatembea hivi na gurufaro na hakuna chochote, unahangaika, kulipa nyumba ni shida, bado tunaona maisha ni ile tu. Labda pengine mwisho kabisa, ukizungumzia hili jambo ambalo rais liko kwa mdomo wa rais kila wakati, ambao la affordable housing. Affordable housing, hiyo kwa upande yangu mimi naona hizo nyumba, wale watu ambao wanakatwa ni kisasi ambao kinakuja kinaenda kufaidika, sio wale ambao wanachangia. Hizo nyumba siko na account, siko na wenyewe. Nyumba ikichengwa ikimaliza inauzwa. Mwenye anauziwa sio ule mwenye anachanga, ni mtu ambao tofauti amekuja amefanya nini, amenunua. Ile ni kitu ambao tumeona inatendeka. Kwa hivyo kwa affordable houses ni vizuri ajenge, lakini itasaidia kisasi ambao inakuja. Yes.